Leo limekuwa lango zuri mno, ikiwa ni tarehe 1 ya mwezi Julai mwaka 2026 ndani ya Dar es Salaam, kukiwa ni Dar es Salaam International Trade Fair, kwa maana ya maonyesho ya kimataifa ya biashara ambayo yanafanyika kwenye viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam. Tuna furaha kubwa kwa sababu kanisa halisi tumepata nafasi na kibali cha kuwa na banda hapa kwenye maeneo ya Sabasaba kwenye viwanja hivi, tukiwa tumekuja kuonyesha kile ambacho kanisa halisi limepewa kufanya juu ya nchi. Nimshukuru Muumba kipekee sana kwa ajili ya baba halisi ambaye ametupa kibali hiki cha kuja kuleta ufahamu wa Muumba kwenye jamii inayoishi ndani ya taifa la Tanzania, lakini na mataifa mengine, kwa sababu haya ni maonyesho ya kimataifa. Kwa hiyo tuna hakika kabisa mataifa mbalimbali ambayo yamehudhuria hapa kuja kufanya maonyesho na kuja kuangalia na kununua bidhaa mbalimbali zinazotolewa au kuuzwa na wajasiriamali na wazalishaji eneo hili, basi na wao wanapata nafasi ya kuja kwenye banda letu kupata ufahamu kuhusu kanisa halisi la Muumba, kuhusu Muumba aliyewaumba, kuhusu taifa baba ambalo ni taifa la Tanzania, na kuhusu baba halisi na kanisa halisi. Hicho ndicho ambacho kikubwa kilichonifurahisha mimi hapa leo. Na leo tumepata nafasi na kibali cha kutembelewa na waziri wa viwanda na biashara, Mheshimiwa Kapinga. Alipita hapa kwenye banda letu, tukazungumza naye na kumuonyesha vile tulivyo navyo hapa, na amefurahia mno. Mimi kipekee kwangu nishukuru mno kwa sababu katika majira zilizopita viongozi wa umma au viongozi wa tawala wa serikali walikuwa hawapati nafasi ya kuwa karibu na kanisa au na viongozi wa kiimani, lakini sasa hivi tunaona upendo mkubwa wa viongozi kushirikiana na viongozi wa kidini au viongozi wa kiimani, sana viongozi wa kanisa. Mimi nimshukuru Muumba mno kipekee kwa ajili ya jambo hilo. Ni jambo la kipekee sana, na mimi naona ni uheri mkubwa tuliopata ndani ya majira hii. Lakini kikubwa ambacho kimetuleta hapa kwenye maonyesho ya Sabasaba si kuja kujionyesha actually, bali sisi kwetu kanisa halisi uzalishaji ni ibada kabisa. Haiishi tu kama maonyesho. Tujaje hapa kuja kufanya show, kuja kuonyesha kwamba tunafanya kitu fulani ili watu watufahamu, hapana. Ila hiki kinachofanyika hapa, wote wanaofanya biashara wameweka mabanda yao hapa kwa Muumba. Hiki ndicho ibada ambayo alikuwa ameikusudia tangu chanzo. Kwa hiyo tumekuja hapa kuona ibada zinavyofanyika ili kuwafundisha watu namna ya kufanya ibada vizuri ya uzalishaji. Kwa sababu ukifuatilia kwenye vitabu utaona kule mwanzo Adamu alikuwa kwenye bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Ukienda kwa Nuhu aliambiwa ajenge safina. Yote hiyo ni uzalishaji. Hata Ibrahimu alikuwa tajiri mkubwa wa mifugo, dhahabu na fedha, ambayo inatokana na kufanya kazi, kuchimba madini, kufanya biashara na kufuga. Na alikuwa na wafanyakazi karibu 138 nyumbani mwake. Sasa wafanyakazi 138 ni wafanyakazi wengi sana kwa wakati wa sasa, ikimaanisha ibada huko nyuma ilikuwa ni ya uzalishaji. Sasa tunapoona maonyesho ya uzalishaji kama haya, watu wanafanya biashara mbalimbali, tunakimbilia kuja hapa, sio kufanya show, bali kuja kuwafundisha kwamba hiki wanachofanya ndicho ambacho Muumba alikuwa amekusudia. Na kama kuna mahali walikuwa wanafanya ndivyo sivyo kwenye biashara zao, basi wapate ufahamu namna gani ya kufanya biashara kwa haki. Kwa sababu wanafanya biashara ni kweli, lakini kuna mifumo ya haki ambayo inatakiwa kuwepo. Kwa sababu Muumba anasema uzalishaji ni ibada kwake, lakini uzalishaji huo lazima uwe uzalishaji wa haki. Kwa wanapokuja kwenye banda letu hapa, wanakuja kupata ufahamu wa namna ya kufanya uzalishaji wao wanaofanya kwa haki. Hicho ndicho ambacho kinapatikana hapa ndani ya kanisa halisi la Muumba na kwenye banda hili. Na hapa tuna vitabu mbalimbali ambavyo vinatoa ufahamu huo. Na kitabu cha ufahamu ulioanzia Tanzania kwenda mataifa mengine. Ufahamu huu una uhai na una uzima wa kusababisha biashara mbalimbali wanazozifanya ziwe hai. Kuna watu wanafanya biashara, anafanya biashara leo, kesho nakuta amefunga. Nimewahi kusikia kuna mtu alikuwa anachambua biashara, anasema kwamba watu wengi wanafungua biashara leo, wakifungua biashara kesho duka lile lile unakuta limefungwa, limeweka biashara nyingine. Unaweza kufikiri ni mfanyabiashara yule, kumbe yule wa kwanza amefunga kwa sababu biashara zilikuwa zinakosa muendelezo. Lakini kwa uwepo wa baba halisi, kwa sauti alizosikia,
bila ukomo mpaka sasa hivi anaendelea kusikia. Inasababisha yote akifika kwenye banda letu apate muendelezo wa kufanya biashara bila kukoma. Hamu ya wengi kuja hapa ni kubwa, na wengi unajua yote kukupa muda wa dakika hata 2 au 3 kusikiliza. Tena wengine ni wafanyabiashara wa humu watatu na wale ambao wanapita kununua bidhaa na kununua vitabu, lakini wafanyabiashara wenyewe hapa wamekuwa wakija wanatenga muda wao na kusikiliza na kupokea vile vitu ambavyo Muumba anavisema hapa. Mimi kwangu hilo ni jambo kubwa zaidi. Niwakaribishe sana kanisa halisi la Muumba hapa kwenye banda lililopo Sabasaba. Ukifika karibu na banda ambalo ni la NIDA, banda la pili yake hapa, ukiingia humu ndani karibu na banda la mkoa wa Ruvuma, utakutana hapa na banda la kanisa halisi la Muumba. Karibuni sana. Hapa utakutana na vitabu, utakutana na ufahamu na bidhaa mbalimbali, kwa sababu tumesema ibada ni uzalishaji. Utakutana vile na bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa hapa. Karibuni sana. Kwa hapa Dar es Salaam, makao makuu ya kanisa halisi la Muumba yako Tegeta na Manga, kiwanja namba 195, ndipo ambapo unatupata pale. Lakini kwa Dar es Salaam tuna vituo kila mahali, mikoani vile vile tuna kila mkoa kuna kituo cha mkoa na vituo wilayani na maeneo mengine ya wilaya.